Meli TV Updates. Wakati maadhimisho ya wiki ya mabaharia duniani yakiendelea kitaifa mkoani Kigoma, shughuli mbalimbali zilizopangwa kufanyika kukamilisha maadhimisho hayo zimeendelea kwa washiriki kufanya shughuli mbalimbali za mafunzo na utoaji elimu juu ya shughuli zinazofanywa na mabaharia sambamba na kutembelea maeneo funzo yenye manufaa kwa wananchi. Moja ya maeneo hayo ni ukarabati mkubwa wa meli ya MV Liemba, meli ambayo ipo chini ya kampuni ya meli Tanzania Tashiko, ambayo kukamilika kwake kutakuwa ni faraja kwa wananchi wa mkoa wa Kigoma na ukanda wote wa ziwa hilo, kwani itakuwa ndio kielelezo cha usalama wa vyombo vya abiria vinavyosafirisha raia katika ukanda huo. Mohamed Malik Salum ni mkurugenzi mkuu shirika la uwakala wa meli Tanzania TASAC, ambao ndio wasimamizi wakuu wa ubora wa vyombo vya usafiri kwa njia ya maji nchini. Ameipongeza Tashiko chini ya mkurugenzi mtendaji ndugu Eric Benedict Hamis kwa hatua iliyofikia katika ukarabati wa meli hiyo, lakini pia zingatio la usalama kwa vifaa vilivyofungwa ndani ya meli hiyo. Naamini pamoja na jitihada za serikali zinazoendelea kujenga meli mpya ya abiria katika ziwa Tanganyika, watu nasubiri ujenzi huo kwanza. Meli hii nadhani itasaidia sana katika kurejesha faraja kwa wananchi, kwani kwa kipindi kirefu kimekuwa ni kilio cha mkoa huu. Yaani ndio roho ya usafirishaji pembezoni mwa ziwa Tanganyika, na mnapofahamu mkoa wa Kigoma kuna maeneo ambayo hayafikiki kwa njia ya barabara zaidi ya meli. Kwa hiyo kwa wananchi wengi wanategemea njia ya ziwani kufika makao makuu ya mkoa, lakini kufanya biashara, uchumi na maendeleo ya maeneo yao utawezesha kuchagiza hata biashara pembezoni mwa ziwa Tanganyika, lakini kuhakikisha usalama wa maisha ya watu pembezoni kwa kupata usafiri wa uhakika. Kaimu meneja tawi la Tashiko Kigoma Bwana Humphrey Mwambungu, yeye anasema kukamilika kwa meli hii ni kuimarisha uchumi wa Tashiko na wananchi wa mkoa wa Kigoma. Kumbuka, kwenye usafirishaji kitu cha msingi kabisa ni usalama wa abiria wenyewe. Kwa hiyo sisi tunapenda kushukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia kampuni ya Meli Tanzania kwa uwekezaji mkubwa waliofanya. Kumbuka huu mradi umewekeza zaidi ya dola za Kimarekani milioni 13. Na mpaka sasa mkandarasi alishalipwa dola milioni 7.6. Kwa ukarabati unavyoenda kwa haraka, tunahakika kabisa mwishoni mwa mwezi wa 8 hii meli itaingia kufanya kazi na pia itaenda kuinua uchumi kwa wananchi. Kumbuka hii meli itaajiri wa Tanzania ambao inaendeshwa na mabaharia wetu wa Tanzania. Pili, itasaidia kusafirisha mizigo kwa wananchi, kwamba mwananchi wa Kigoma leo hii baada ya meli kukamilika anaweza kupeleka mzigo wake kutoka Kigoma kupeleka Uvira, kutoka Kigoma kupeleka Karemi, mwingine kuanzia mwambao wote kwa hadi kwenda Katavi. Kwa hiyo ukamilikaji wa meli hii tunaenda kuinua uchumi wa wananchi kwa ujumla. Luteni Kanali Elias Kivara, yeye ni meneja mradi wa meli hii. Sasa hivi kazi inafanyika sasa hivi, tunaanza kazi ya testing ya tanki na fuel system. Sasa tunatarajia tarehe 15 expert wa engine wanakuja. Alignment ishamalizika. Alignment ya engine ishafanyika. Tunatarajia tukipanda pale tuweke shaft na propeller. Tukifika pale tufanya final alignment. Zote kipenda. Kwa hiyo tufanye final alignment. Tufanye final alignment na direct drive. Tentative ndani yetu ilivyo ni kwamba tarehe 15 nakuja expert. Tarehe 17 na 18 tunatarajia kufanya inclination test. Tarehe 20 na 21 tutafanya chaurani. Sasa hivi tunasimamia schedule. Kwa sasa meli hii imekwisha fikisha zaidi ya 75% ikisubiri baadhi ya shughuli chache za kitaalamu kukamilika kwake. Nikiripoti kutoka mkoani Kigoma palipofanyika kitaifa maadhimisho ya wiki ya mabaharia duniani, mimi ni Edmond Rutajama na hii ni Meli TV ya kampuni ya Meli Tanzania Tashiko.